Bwana asifiwe. Niukaribishe katika mwendelezo wa masomo yetu haya. Mada yetu ni maombi kwa ajili ya wagonjwa. Kwa nini tunaomba? Niombe kusoma kitu kimoja hapa. Anasema kwamba maombi kwa ajili ya wagonjwa ni muhimu sana, yasishughulikiwe kwa uzembe. Kati ya maombi ambayo hatupaswi kushughulikia kwa uzembe katika dunia hii ni maombi kwa ajili ya mtu, ndugu yetu, au wewe ambaye ni mgonjwa wa kesho, au mimi ambaye ni mgonjwa wa kesho. Ni kati ya maombi ambayo hatupaswi kuyashughulikia kwanza kizembe. Mungu ametoa onyo ya kwamba kwa nini kati ya watu ambao wanaoitwa wagonjwa ni kati ya kundi ambalo limejawa kwanza na huzuni. Hao watu ndani yao wana huzuni. Kwa nini wagonjwa? Sana tunalenga kuangalia hili. Kwa sababu gani? Watu wengi katika dunia hii ya leo wanakufa pia kiafya, ni kiafya kabisa. Eza ameugua kisukari, kansa na magonjwa mengine, wanafariki. Shida iko wapi? Sio kwamba tukumpatia matibabu, tulimpatia. Lakini kitu ambacho kimefichika, watu wengi hawakijui ya kwamba wagonjwa hawahitaji tu dawa. Wagonjwa hawahitaji tu dawa. Narudia tena hii point ya kwamba wagonjwa hawahitaji tu dawa. Kwa sababu gani? Moja, mgonjwa ndani yake kuna huzuni. Mbili, kuna hofu. Tatu, kuna mashaka. Ndani yake kuna majuto. Mwingine ameacha kazi, kuna majuto. Ndani yake kuna huzuni kwa watu ambao wanamhudumia. Kwa hiyo ni kati ya mtu ambaye yuko katika hatua mbaya sana. Kwa hiyo tunaweza tukawapatia dawa. Ni kweli, ni msaada ambao ni mzuri sana. Lakini kati ya jambo ambalo hapa tunakumbushwa leo ya kwamba tusilishughulikie kwa uzembe. Ni kati ya watu ambao, ni kati ya kundi ambalo wanaitwa wagonjwa. Kwa nini tunawaombea? Hao watu ambao tunawaombea wagonjwa, kuna siri kubwa sana ambao watu wanaipata. Moja, wanapata amani. Mbili, wanapata utulivu. Tatu, wanapata tena kuweza kusonga mbele. Faraja ndani ya mioyo yao inarejea. Kwa hiyo katika siku ya leo, ya kwanza kabisa nikukumbushe hili. Ni kati ya jambo ambalo onyo katika siku ya leo. Maombi kwa ajili ya wagonjwa. Hili niseme kwa sababu nimeshakutana nao. Niseme kabisa, nirudie tena. Ni onyo hili. Maombi kwa ajili ya wagonjwa hatupaswi kuyashughulikia kwa uzembe. Ni maombi ambayo yanaenda na kitu kinachoitwa imani. Kitu ambacho ondoke nacho katika siku hii ya leo ni maombi ambayo yanayoenda na kitu kinachoitwa imani. Wagonjwa wanapaswa kuwa na imani. Haijalishi unatumia dawa, uwe na imani na hiyo dawa ya kwamba itakusaidia. Haijalishi unatumia maombi, dawa utatumia na maombi utatumia. Lakini kati ya kosa ambalo pia limekuwa likifanywa hapa, nilikuwa nasoma nukuu hii ya kwamba kati ya kosa ambalo limekuwa likifanywa hapa ni mtu kupatiwa tu matibabu au huduma, lakini apatiwi msaada wa kipekee. Mungu aunganishwi kwenye afya. Kwa nini ugonjwa? Kwa nini aunganishwi kwenye afya? Kati ya kitu ambacho ni muhimu sana, anapaswa aunganishwe na huyu Mungu ambaye alimleta hapa duniani, na huyu Mungu ambaye anajua kiini cha ugonjwa huu, na huyu Mungu ambaye anajua ya kwamba huyu mtu kivipi anaweza kupona. Anapaswa aunganishwe na huyu Mungu. Ni kosa ambalo tumekuwa tukilifanya, wala ambao tumekuwa tukiuguza wagonjwa. Ni kosa ambalo tumekuwa tukilifanya hili. Mgonjwa anaugua, lakini mnachokifanya tu ni kumpatia dawa, matibabu na vitu vingine, lakini mnasahau kumpeleka kwa huyu Mungu ambaye anajua hata tarehe ya kufa kwake. Nikumbushe hili kwa uchungu mkubwa sana. Tulishughulikia hili swali kwa ustadi mkubwa sana, ambapo imani ya kipekee inayotoka mbinguni na inayokuja kuniunganisha mimi na wewe. Na niseme hili hapa, niseme hili, ukweli ni huu ya kwamba hili ni jambo ambalo hatupaswi kulishughulikia kwa mzaha, na hili ni jambo ambalo tunapaswa kumuomba Mungu kwa utulivu. Maombi haya yanaenda na imani. Maombi haya tunapaswa tuyafanye kwa utulivu sana. Tuache papara katika maombi haya, utulivu mkubwa sana. Nitaongea mengi katika mwendelezo wa siku hizi. Mungu aendelee kukubariki sana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku hii ya leo. Tusaidie kushughulikia kati ya watu mojawapo ambao Mungu ulisema hata wewe nilikuwa mgonjwa hamkuja kuniona. Mungu tusaidie kwa namna ya kipekee katika kundi hili. Wenzetu najua natazama na wengi wao ni wagonjwa, wengine ni wagonjwa kabisa kimwili, maana hapa tunaidili Mungu wetu na miili yetu hii. Mwingine ni mgonjwa kabisa wa kisukari, kansa na mambo mengine yote, na wameshajikatia tamaa.
Mungu tusaidie katika masomo haya kupata kuelewa ni nini ambacho umekusudia na ni nini ambacho tukifanye katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu. Ikiwa kuna mgonjwa, mguse kwa namna ya kipekee. Mguse kwa namna ya kipekee. Ajalisha anaumwa nini, mguse kwa namna ya kipekee. Mtazamaji huyu anayenitazama katika siku ya leo, mguse kwa namna ya kipekee. Ndugu zetu ambao pia ni wagonjwa, waguse kwa namna ya kipekee. Wahitaji wote tunakiri kuna magonjwa mengi katika dunia hii, mengine watu wameonewa, mengine watu fulani wawekea. Mungu ajalisha alitoka wapi, sisi tunachoomba kwa huyu mgonjwa, gusa maisha yake kwa jina lako Yesu. Mapenzi yako yatimizwe ni kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana.